Wafanyabiashara wadogo wanaofanya biashara katika maeneo yasiyo rasmi mjini Zanzibar wametakiwa kuondoa shughuli zao mara moja kufuatia agizo lililotolewa na Baraza la Manispaa ya mjini Zanzibar ikilenga kurejesha usalama na mpangilio wa mji. Agizo hilo linawahusu wafanyabiashara wanaotumia matoroli ya maringi mawili, wanaochoma mahindi na mishkaki, pamoja na wauza ndizi, mananasi na mihogo katika hifadhi ya barabara, mitaro, njia za waenda kwa miguu na kando ya maduka. ASAM Online TV imekutana na baadhi ya wafanyabiashara walioathiriwa na agizo hilo ambao wameeleza maoni yao kufuatia hatua hiyo ya manispaa. Kwa jina naitwa Omar Suleiman Mkuruma, na mfanyabiashara wa Mlandege, maeneo ya Mlandege, lakini ni sehemu ambazo tunakuwa tunapitisha vile kuzunguka yani. Kuhusiana na maoni ya walichosema manispaa, tangazo ambao wametoa manispaa kusema kwamba wafanyabiashara wadogo wadogo kwamba hawataki wafanyabiashara. Kiukweli kwa maoni yangu mimi naona kwamba sisi tunapata riziki kupitia hizi kazi. Alafu sasa hizi kazi wakisema kwamba leo tutafutie mazingira mengine, mtu aweze akasema kwamba atoke hapa labda aje aende Kwerekwe sijui wapi. Kwa mfano ndo kama tukitupangia huko, mfano yani wakitupangia huko tukafanya biashara, mtu aweze akatoka hapa akasema kwamba aje huko akanue hindi au embe. Hamna, haiwezekani. Ndio maana sisi tunakuwa tunachukua hizo biashara, tunakuwa tunazunguka, hatukai sehemu moja. Umeona? Sasa kitu wakitokea ribiti ya kuonesha kwamba ile tusifanye biashara huku na nini, kiukweli hapo tutakuwa natukwamisha. Kwa hiyo kikubwa tunachoomba tu watupe kama kibali cha kuonesha kwamba leo tunakata kwa tunalipia kwa mwaka au kwa mwezi. Umeona bana? Hiyo itakuwa vizuri zaidi, tunakuwa tunalipia na kila kitu. Umeona? Lakini sasa akisema kwamba tukatazi, sio wengine tuna familia ujue. Sasa akisema kwamba tukatazi, sisi tunakula wapi? Kwa hiyo maoni yangu mimi kwa ninachoona, waweke tu kwamba msimamo wa kuonesha kwamba vile kama kuna kibali cha kuonesha kwamba cha mfanya biashara, na sisi tunatembeza, hatuna shida. Kama mimi biashara yangu mimi sichafui sehemu yoyote. Umeona? na menya mahindi naweka hapa, nikimaliza naenda kutupa taka jaani, sichafui kitu chochote. Umeona? Kwa hiyo kikubwa ndio hivyo, yani kwamba kikubwa yani watupe uhuru na sisi tufanye kazi. Umeona? Maana sisi tulivyowachagua viongozi lengo kwamba watupe uhuru na sisi wafanya biashara wadogo wadogo tupate riziki zetu. Lakini sasa kituondosha mjini tunaenda kufanya wapi kazi ili mradi kwamba tupate chochote kitu. Kwa majina naitwa Musa Saniale, ni mfanya biashara mdogo kama unavyoona biashara yangu hii hapa ya toroli. Tangazo nimelipata, lakini kwa upande wangu naona si sahihi sana, kwa sababu vijana wengi tumejikita kwenye ajira ndogo kama unavyoona. Itakuwa ni changamoto sana kubwa sana. Unamtoa kijana hapa, unamtoa barabarani aenda akafanya kazi nyingine, atafanya kazi gani mtaani? Na hizi kazi ndio zinatusukuma na tunalea familia zetu. Kwa mimi nilikuwa na shauri serikali iweke mpango mkakati mzuri wa sisi wafanyabiashara wadogo, kama ni ulipaji wa kodi, unaona, na kila kitu, kwa sababu hizi fedha ambazo sisi tunalipa za kodi zinasaidia mambo mengi sana kwa serikali. Kwa mimi naona ni mpango mkakati mzuri sana waweke serikali, na sisi vijana watu angalie, kwa sababu leo hii unaniambia nisifanye kazi humu, nitakwenda kufanya vitu ambavyo haviwezekani. Naona nitakwenda kuiba, nitakwenda kuingia kwenye masuala ya madawa ya kulevya, inakuwa si vizuri. Kwa hizo kazi ndogo zinatuepusha na mambo mengi sana. Unaona? Kwa hiyo nilikuwa na shauri sana serikali iweke mpango mkakati mzuri sana, na iangalie wafanya biashara wadogo. Hata leo sasa hivi ukisema utoke hapa uende sokoni, utakuta nafasi zishakuwa tele, zishaja. Unaona, unakuta tena nafasi unakuwa upati, ni ile tena unakuja tena mtaani kufanya kazi. Na pia hiyo kwa sisi wafanya biashara wadogo kule sokoni tunakuwa tunabano, kwa sababu kodi ni kubwa. Mtaji wangu mdogo leo ananiambia nikakae sokoni nilipe kuanzia laki na nusu, itakuwa inanibana mimi. Lakini nikija kama hapa nikitega, basi naweza kufanya shughuli zangu tu vizuri. Kama sisi tunataka kuondoka sawa, lakini watupangie sehemu. Jamani, tunakuondosheni hapa, tunakupelekeni sehemu fulani, hakuna tatizo, tutaondoka. Hiyo ni agizo la serikali, tunatia amri, lakini tupelekwe sehemu iliyokuwa nzuri, ili hata wewe ukija ukipita njiani unakuta mahindi, unakuta maembe, machungwa. Lakini sasa ukituambia tu tuondoke njiani, tutaenda kufanya kazi gani mitaa? Na sehemu ya kutuwekea hatujaiona. Wakituandalia sehemu iliyokuwa nzuri tutaenda zetu. Fresh, hatuna shida nao sisi. Wametoa tangazo manispaa sawa, lakini manispaa warudi nyuma nao kidogo waangalie, je, tunaondoa hapa tunapeleka wapi? Ushanifahamu? Kama ni kibanda maiti sawa, pinda mgongo sawa, lakini sasa hizo biashara zenyewe kila sehemu imejaa sasa hivi. Wataenda kutuweka wapi wao kama serikali? Walione nalo hilo.
Sisi mazingira uchafu kwanza hatuweki uchafu kwanza barabarani, na hata kama tukikuta sehemu labda hata kama ukisimamia sehemu ambayo kama sio safi na safisha kwanza, afu ndo nasimama kama ni mtu namuuzia, kisha naendelea na safari zangu na kwa sky sehemu moja. Natembea kwa hiyo kimkuta mteja akiniita namuuzia naondoka. Kimkuta mteja namuuzia naondoka. Mteja akiniita namuuzia naondoka. Kwa hiyo maoni yangu mimi watukatie vibali kwa sisi ambao tunatembeza, tusinyanyaswe. Na maana kutukatia kibali na maana mtu akija tukimwonyesha kile kibali inakuwa anatuachia. Hawa wafanya biashara wadogo watengenezee mazingira rafiki. Cha kwanza wawalinde manake, kwa sababu ukimuondoa mfanya biashara mdogo kama huyu au matajiri wameanza kuwa wafanya biashara wadogo ndio wakaja kuwa wakubwa. Kwa hiyo unapomuua samaki mdogo hata mkubwa umpati. Kwa hiyo serikali itengeneze mazingira wafanya biashara wadogo wawalinde, ili kesho na kesho kutwa tuwe na wafanya biashara wakubwa. Mfanya biashara mkubwa hawezi kuwa mkubwa akaanza ukubwa moja kwa moja. Ataanza chini kama hivi. Baadaye atakuwa tajiri, ataajiri watu, kwa hiyo hata ajira zitapatikana. Tayari, lakini yote kwa yote watengenezee walipe tu, hawa wana uwezo wa kulipa. Hata akiwaambia kwa siku shilingi 1000, mwezi 30,000, akiwaambia kwa siku 2000, mwezi 60,000, kwa anaweza kuwa analipa pesa nyingi kuliko alokodi mlango. Uwezekano wa kulipa wapo, watengenezee mazingira kwamba wasichafue, wafanye nini na nini, basi wanafuata masharti. Lakini ukisema uondoe hawa, wataenda wapi? Na ukisema waende sokoni kila sehemu watu washakaa, vile watakuwa wanapata tabu. Kwa hiyo baada ya kutengeneza kwamba serikali inatangaza kwamba watu wajiajiri. Sasa kama tunatengeneza watu wajiajiri, hao washajiajiri, unamuondoa huyu ataenda wapi? Kwa hiyo mwisho wa siku tutatengeneza wezi, tutatengeneza wakabaji, tutatengeneza walaunga, tutazidisha wengi mtaani. Kwa hiyo serikali kama serikali iwatengenezee mazingira rafiki wafanya biashara wadogo, ili kesho na kesho kutwa tupate wafanya biashara wakubwa. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatma Bernard, ASAM Online TV.